والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mada ni mbili na wakati ni mfinyo sana uliobaki kwa adhana. Ni kama alivyosema waja wema ndani ya mwezi, ndani ya 10 la mwisho, lakini pia utoaji kwa Waislamu. Mimi naomba nianze moja kwa moja na aya ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala alipotuletea saumu, alilitoa tangazo la saumu hii kwa Qur'ani ambayo tunaisoma kila siku: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tangazo hili au aya hii inatoa tangazo la kufaradhishiwa saumu kwetu sisi ummat Muhammad, na Allah akatuambia faradhi hii sio ngeni kwetu kwa sababu walishafaradhishiwa waliokuwa kabla yetu. Lakini lengo la faradhi hii ni nini? Lengo la faradhi hii la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu. Hili ndio lengo la ibada hii ya saumu. Kwa hiyo hatukufaradhishiwa ili tuumie tu, hatukufaradhishiwa ili tushinde na njaa. Hapana, tumeletewa saumu ili tuweze kufikia daraja ya uchamungu. Hii daraja ya uchamungu ina umuhimu gani kwa Waislamu au kwa wanadamu kwa ujumla, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atuletee ibada ya saum kwa lengo kwamba sisi tufike kwenye daraja ya uchamungu? Hapa ndipo ambapo Muislamu anatakiwa kupaangalia vizuri. Angalia katika suratul Baqara kuanzia aya ya 2, Allah anapokisifia kitabu chake akisema baada ya alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fihi. Hii Qur'ani ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Hudan lilmuttaqin, kitabu hiki ni mwongozo kwa watu wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa watu wanaotaka kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiri zote mbili wanawachuoni wamepita nazo. Ambaye ameshaingia kwenye uchamungu bado anahitaji Qur'ani imuongoze zaidi, imfikishe kwenye daraja za juu, na ambaye anataka kuingia kwenye uchamungu bado Qur'ani ndio inamuongoza ili aweze kufika katika huo uchamungu. Uchamungu ambao ndo tumeambiwa tutaupata ndani ya ibada ya saumu. Sasa sifa za wacha Mungu ni zipi? Allah subhanahu wa ta'ala anazitaja ndani ya hii suratul Baqara, anataja sifa kadhaa. Asema alladhina yu'minuna bilghaib. Sifa ya kwanza ni wale watu ambao wanaamini mambo yaliyojificha, mambo ya ghaib walioelezwa kupitia kitabu cha Mola wao na sunna za mtume wao. Yoyote ambaye ana sifa ya kuyaamini yale yote tulioelezwa, yale yaliyojificha ambayo hatuyaoni, huyu anaingia, anapata sifa ya kwanza katika sifa za wacha Mungu. Alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah. Sifa ya pili, wacha Mungu wana sifa ya kusimamisha swala. Sifa ya tatu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika vile tulivyowaruzuku wanatoa sehemu katika hivyo. Hizi sifa tatu: kuamini ghaib, kusimamisha swala, kutoa katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Sifa ya 4, wacha Mungu ni wale ambao wanaamini vitabu vilivyoteremshwa kabla ya kitabu hiki cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii sifa tunayo sisi Waislamu. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wama unzila min qablik, wanaamini kilichoteremshwa kwako na vilivyoteremshwa kabla yako.
wa bil akhirati hum yuqinun, na wanakuwa na yakini kabisa na siku ya mwisho kwamba watafufuliwa na watasimama mbele ya Mola wao na kuulizwa namna gani walivyoishi katika dunia. Hizi ni sifa takriban 5 Allah amezitaja za wacha Mungu ndani ya suratul Baqara. Matokeo yake Allah anamalizia kwa watu ambao watasifika na sifa hizi, anasema ulaika ala hudan min rabbihim. Watu wenye sifa hizi hawa ndio watakuwa katika uongofu kutoka kwa Mola wao. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio ambao wameongoka. Katika surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa Mola wenu, wa janna, na kimbilieni pepo, ardhuha as-samawati wal ard, upana wa hiyo pepo ni sawa na mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, pepo yenyewe imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Ndio maana Ramadhani imekuja ili tuweze kufika kwenye ucha Mungu, kwa sababu bila ucha Mungu hatuwezi kupata pepo. Sifa zao ni zipi? Katika surat Ali Imran Allah anasema alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharra, wacha Mungu ni wale ambao wana sifa ya kutoa katika hali zao zote, katika hali za raha na hali za shida. Hapa kwenye surat Ali Imran sifa ya kwanza imeanza kutoa. Katika suratul Baqara sifa ya kutoa imekuwa ni sifa ya 3, lakini hapa imewekwa ya kwanza, alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharra. Wacha Mungu ni wale wanaotoa katika vile alivyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zao zote. Muislamu mcha Mungu hatoi katika wakati fulani na wakati mwingine akaacha kutoa. Zinatofautiana tu namna ya kule kutoa katika hizi hali. Akiwa katika hali ya raha anatoa kwa mujibu wa hali aliyokuwa nayo, na akiwa katika hali ya dhiki anatoa kulingana na hali aliyokuwa nayo. Alipokuwa na uwezo wa kutoa 100,000 anatoa 100,000, alipokuwa na uwezo wa kutoa 500 anatoa 500. Lakini Muislamu haachi kutoa, kwa sababu sifa ya wacha Mungu mojawapo ni kutoa. Na asiyekuwa na sifa hii maana yake kwamba ucha Mungu kwake haujakamilika, na ambaye ucha Mungu haujakamilika pepo ya Allah hawezi kuipata, kwa sababu uiddat lilmuttaqin, pepo imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Kipengele hiki ndugu zangu Waislamu tunatakiwa tukiangalie kwa umakini sana. Aya hizi zinashikana zenyewe. Aya ya kwanza ya saum ambayo imetuambia lengo la kuletwa ibada ya saum tuingie kwenye ucha Mungu. Hizi aya nyingine ndio zinatutafsiria kwa nini sisi tuingie katika sifa ya wacha Mungu. Kwa sababu bila kuingia katika sifa ya wacha Mungu hatuwezi kwenda kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa za wacha Mungu sasa ndio hizi. Sasa kila mmoja akajaribu kuichukua Qur'ani, akae na suratul Baqara, aziangalie zile sifa, alafu ajiangalie yeye hizi sifa anazo. Nenda katika surat Ali Imran, ziangalie zile sifa zilizotajwa, wewe hizi sifa unazo. Lakini moja katika sifa muhimu ambayo utaikuta kila sehemu wanapoelezewa wacha Mungu, wanapoelezewa waja wema, wanapoelezewa waja wa Mwenyezi Mungu, utaikuta sifa ya kutoa ipo katika sifa nyingi zitakazoelezwa hapo. Kwa nini sifa ya kutoa ipo katika kila sehemu? Kwa sababu sifa ya kutoa ni sifa muhimu sana kwa wacha Mungu. Baadhi ya Waislamu wanafikiria kwamba kutoa ni jambo la matajiri, lakini kiuhalisia ndani ya Uislamu kutoa ni sifa ya Waislamu wacha Mungu. Wakiwa matajiri watatoa kwa sifa hiyo, wakiwa maskini watatoa pia kwa sifa hiyo. Sasa mtu akishaipata hii sifa ya utoaji kama Muislamu, hatutojali hali yake ni ipi, tutakipata alichokuwa nacho, na ndio hiyo fisarai wadh-dharrai, katika hali nzuri na katika hali ya dhiki. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliitisha mchango wenyewe ilikuwa ni kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kwenye vita. Kulikuwa ni katika kipindi kigumu sana. Matajiri katika masahaba walitoa mali nyingi sana
kiasi ambacho watu walianza kuwaonea wivu, kina Uthman, kina Abdurrahman. Kuna bwana mmoja, yeye alikuwa hana kitu. Alivyoona watu wanavyotoa, yeye aliondoka pale, akaenda alikokwenda. Huko alikokwenda, alikwenda kutafuta kibarua cha kufanya ili na yeye apate cha kutoa. Kibarua alichokwenda kukipata, ujira wake alipewa kibaba kimoja cha tende. Kibaba ni tende zinazoweza kujaa kwenye mikono ya mtu wa kawaida hivi, akifanya hivi zikajaa tende, hicho ndio kibaba. Huyu bwana alikwenda kufanya kazi aliyoifanya, ujira wake akapewa kibaba kimoja cha tende. Kwa sababu sifa ya kutoa ambayo ni sifa ya wacha Mungu anayo, kibaba kile alikwenda kukigawa mara mbili. Nusu akapeleka nyumbani kwake kwa ajili ya chakula cha familia yake, nusu akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, na mimi nimeleta kwa ajili ya maandalizi ya jihadi hii. Hivi ndivyo Waislamu wanavyotakiwa kuwa. Muislamu unatakiwa kuchangia lile ambalo liko mbele yako kwa ajili ya dini yako, bila kujali wewe hali yako ikoje na bila kuwajali watu wengine. Usijali nani katoa nini, we angalia uwezo ulionao wa kutoa, toa. Kama una uwezo wa kutoa shilingi 200, toa 200. Kama una uwezo wa kutoa 500, toa 500. Kama una uwezo wa kutoa milioni, toa milioni. Usimwangalie mtu mwingine. Ukimwangalia mtu mwingine hautofanya kitu. Kwa sababu kama wewe una uwezo wa milioni, atakuja mtu atatoa milioni 10. Sasa ukiangalia wajuu yako, wewe hutofanya kitu. Na maswahaba, baadhi ya maswahaba walisikika kwamba walikuwa wanapotaka kwenda kutoa sadaka, ile dirham anayokuipeleka kwa maskini, kwanza anaipulizia manukato, anaisafisha na kuipulizia manukato, alafu ndo anampelekea maskini. Alipoulizwa anasema, hii dirhamu ninampelekea maskini, kwanza anayeipokea ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natamani Allah aipokee sadaka yangu ikiwa inanukia vizuri. Hili jambo Muislamu atakiwa awe nalo makini sana. Kunapoitishwa mchango wa jambo lolote la kheri, usiwaangalie watu, kwa sababu anayepokea sadaka yako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye anayejua amekuruzuku kiasi gani. Kama Allah amekuruzuku 100, tumpe Allah 100. Yeye ndiye aliyekupa, usiangalie watu. Ukiangalia watu utajidharau na hutotoa. Muangalie Allah subhanahu, kwa sababu Allah anasema wa mimma razaqnahum yunfikun. Katika vile tulivyowaruzuku wanatoa. Allah ndiye aliyekuruzuku 100, toa 100. Allah ndiye aliyekuruzuku 200, toa 200. Achana habari ya kuangalia watu. Ndugu zangu katika imani, kipindi hiki tulichokuwa nacho leo ni tarehe 26, sio? Kuamkia 27. Kuna wengine wako 25 kuamkia 26. Tofauti hii tusiangalie sana. Sisi tunachokiangalia ni 10 la mwisho. 10 la mwisho ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga mfano katika swala la ijtihadi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume ambaye tayari ameambiwa kwamba wewe umeshasamehewa dhambi zako lau utafanya dhambi. Kwanza kahifadhiwa, kapewa isma kama mtume kwamba hawezi kufanya dhambi kwa makusudi. Hiyo kwanza amehifadhiwa. Pili, akatangaziwa msamaha wa mapema kwamba hata ikitokea umefanya dhambi makusudi umesamehewa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 hili la mwisho, anawahama wake zake. Sio kuwahama kwa maana ya kuwatenga, bali katika kipindi hiki anawaambia sasa ni ibada tu. Na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaungana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuona kamba msikitini zimefungwa juu ya dari. Aulize, hizi kamba za nani?
Ni za nini? Akamwambia wake zako hao wanaswali wakichoka wanashika kamba. Akamwambia zikateni hizo kamba. Kamba zikakatwa. Akamwambia mtu aswali akichoka alale, atafute nguvu, akiamka aendelee kuswali. Mtu hatakiwi kuswali huku ana usingizi, kwa sababu unaweza ukasema unaomba kumbe unatukana, au tabia za usingizi zilivyo. Kwa hiyo ukilala ukiswali mpaka ukijiona una usingizi, basi wewe tafuta sehemu pumzike, halafu baadaye inshallah utaamka. Weka alarm, weka chochote kile ambacho kitakusaidia kuamka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hifadhi hii aliyopewa na Allah, lakini ndani ya siku 10 za mwisho hizi alikuwa akifanya juhudi hii. Kitendo hiki cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutupa maelekezo sisi wafuasi wake. Anatupa maelekezo tunatakiwa tufanye nini. Yeye kama kiongozi lazima aonyeshe mfano. Sasa ndugu zangu katika imani, siku 10 hizi tumeshazikata siku kadhaa. Hizi zilizobaki, hebu tusizifanyie mchezo. Tufanye kila tunaloliweza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya usiku wa hizi siku zilizobaki ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Na kwa bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ishara mbalimbali alizowapa masahaba wake, Lailatul Qadri inaangukia katika siku hizi 2 tulizokuwa nazo hizi. Kati ya leo na kesho, hapa ndio kwenye Lailatul Qadri. Hebu tujitahidi na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kile tutakachokifanya hapa katika sadaka zetu tulizozitoa, tutakazozitoa, Allah ajalie nayo ni katika mema ambayo atayahesabu katika usiku wa Lailatul Qadri. Lakini tusije tukapoteza nafasi. Tusipoteze nafasi ndani ya usiku huu, wakati wa kulala watu wakaamka tu wakala daku. Kipindi cha kula daku ni kipindi muhimu sana. Kama utaamka saa 9, utaamka saa 10, usilale tena, kwa sababu Allah anasema salamun hiya hatta matla'il fajr. Yani wewe ukiamka saa 9 usiku, mshukuru Allah kwamba sasa Allah umeniamsha kipindi hiki muhimu, mimi silali tena. Kula daku haraka haraka, ingia katika ibada. Kama umeswali na imamu msikitini ukamaliza witri, basi wewe ijishughulishe na ibada nyingine. Soma Qur'ani, lete adhkari, lete istighfari mpaka iadhiniwe adhana ya swala ya asubuhi. Na wale kina mama na kina dada ambao wako katika vipindi vyao maalum, wasije wakafikiri kwamba wao nafasi imepotea ya Lailatul Qadri. Ibada zilizozuiliwa kwa kipindi hicho maalum ni ibada maalum, ibada fulani fulani, sio ibada zote. Amka mama, jiandae, tia udhu wako, kaa mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Hujakatazwa kuleta istighfari, hujakatazwa kuleta tahlili, hujakatazwa kuleta takbira, hujakatazwa kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sema hivyo mpaka adhana ya asubuhi iadhiniwe. Tafuta kitanda ulale, usipoteze kipindi hiki cha Lailatul Qadri, kwa sababu uko katika kipindi maalum. Kipindi maalum hakikuzuii. Khairi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo na zinatusubiri sisi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila inapofika robo ya mwisho ya usiku anashuka mpaka mbingu ya dunia, alafu anauliza nani ananiomba msamaha nimsamehe, nani ana maombi yake nimpe. Hiki kipindi sio kipindi cha kukipoteza ndugu zangu. Kwa hiyo tuamke, tufanye chochote tunachokiweza katika ibada. Chochote utakachokifanya cha kiibada ndani ya wakati huu, basi jua hicho ni khairum min alfi shahr. Hiyo ibada hiyo ni bora kuliko ibada ungezifanya kwa muda wa miezi 1000 au zaidi. Kwa hiyo hiki kipindi ndugu zangu tusikifanyie mchezo. Na swala la kutoa, hasa kutoa kwa ajili ya wagonjwa, kutoa kwa ajili ya watu wasiokuwa na uwezo, kutoa chakula kwa ajili ya watu wanaohitaji chakula, ndugu zangu, ni jambo ambalo halina mfano wake katika wema. Naomba nimalizie mazungumzo yangu kwa niwape kisa kimoja. Kuna kisa kimoja kinazungumza cha Abu Hanifa, lakini hiki wanachuoni wengi wanasema hakijathibitishwa. Lakini kuna kisa ambacho kimetokea katika zama zetu hizi ambacho sisi tumehadithiwa na watu ambao wamekishuhudia. Mtu mmoja katika mji wa Riyadh, Saudi Arabia, amelala usiku akaota. Akaambiwa nenda mtaa fulani, kuna mtu fulani mchukue, nenda naye umra. Akaona ndoto hii nini, lakini anakumbuka mpaka jina na mtaa.
Akalala siku ya pili, akaota tena ndoto ile ile, anatajiwa mtu yule ule, mtaa ule ule. Akaona bado ndoto tu hizi, labda mashetani tu na nini. Akaota tena mara ya tatu. Alivyoota mara ya tatu akasema sasa hii sio utani tena. Akaenda kwa shekhe, akamwambia shekhe, naomba unielezee maana ya ndoto. Akamueleza, akamwambia kama unakumbuka jina la mtu, unakumbuka na mtaa, nenda kamtafute, na ukimpata fanya kama ulivyoagizwa kwenye ndoto yako. Yule bwana kweli akatoka, akaenda kwenye ule mtaa, akaulizia, akampata yule bwana. Akamwambia bwana, mimi nimekuja, mimi nimepewa maagizo nikuchukue nikupeleke umra. Yule bwana akacheka, akamwambia mimi? Akamwambia wewe ndio. Yule bwana akafikiria, akamwambia sawa, mimi niko tayari. Twende umra, lakini kwa sharti moja. Mimi sitoi hata thumni moja. Wewe si umetumwa? Basi nipeleke kwa pesa zako. Mimi sitoi hata shilingi. Akamwambia wala mimi sina shida ya shilingi yako. Mimi nimetumwa nikupeleke, na kupeleka kwa gharama zangu. Akamwambia twende. Yule bwana akaenda naye mpaka umra. Wakafika, wakatekeleza baada ya umra. Yule bwana mambo mengine ameshayasahau, anaelekezwa na mwenzake, wakafanya mpaka wakamaliza umra yao. Sasa wanatoka pale al-Kaaba, wanatoka waende kupanda mabasi warudi zao Riyadh. Yule bwana aliyeletwa akamwambia yule aliyemleta, bwana sikiliza, nisubiri kwanza, ni swali rakaa 2 kwa sababu sijui nitarudi tena lini hapa. Yeye mwenyewe anajijua jinsi alivyo. Bwana akamwambia sawa. Yule bwana akaenda kuswali rakaa 2. Ilikuwa ndio mwisho wa uhai wake. Bwana yule kakaa na msubiri mwenzake harudi. Msubiri harudi. Kaenda akimchungulia hivi kasujudu. Anarudi anakaa, akimchungulia kasujudu. Mbona amesujudu muda mrefu? Akaamua kwenda, kufika anamgusa hivi kaanguka, ameshakufa muda mrefu. Yule bwana alichanganyikiwa. Akapiga simu kwa mke wa yule bwana, kwamba mume wako alikuwa ni mtu wa aina gani? Akamwambia mshenzi huyo, achana naye, wala usiniulize mambo yake. Akamwambia hapana, mimi sikuulizi kwa utani. Haiwezekani mtu hivyo unavyosema apate mwisho huu. Mume wako amefariki, na hivyo tunavyozungumza anaandaliwa na ataswaliwa hapa ndani ya al-Kaaba. Haiwezekani mtu muovu kama unavyosema apate mwisho mwema huu, afe mbele ya al-Kaaba kwenye sijda. Haiwezekani. Yule mwanamke akatulia, akasema sijui kama ni wema. Kama ni wema, huyo bwana akienda huko kwenye madude yake ya ulevi wake, akirudi kila siku. Sisi tuna jirani mama mtu mzima, hana watu, yuko peke yake. Basi huyo bwana kila atakavyokwenda, atakachokifanya huko katika maovu yake, lakini lazima aje na chakula kwa ajili ya huyo mama. Kila siku akija anamgongea mama, anampa chakula, anaenda zake kulala na mapombe yake na mabangi na nini. Yule bwana amwambia mume wako chakula kimemuokoa. Ndio maana utakuta ndani ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sadaka ya chakula imezungumzwa sana. Kwa sababu ndugu zangu, umaskini wa mwisho kabisa ni kukosa chakula. Huu ndio umaskini, hakuna tena chini yake umaskini. Sasa wewe unapotoa chakula kwa watu kama hawa, maana yake unawaokoa hawa watu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kufanya khairi ambazo tunaziweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Usidharau wema kitu chochote cha wema kilicho mbele yako kifanye, usidharau. Huwezi kujua ni kitu gani kitakuokoa. Kuna mtu aliokolewa akahukumiwa kuingia peponi na akapewa bishara akiwa hai, kwa sababu alimpa mbwa maji. Mbwa sio binadamu, kampa mbwa maji, kapata bishara ya kuingia peponi. Wewe unampa chakula binadamu, Muislamu mwenzako, mtu mwenye shida, hata asiyekuwa Muislamu lakini mtu mwenye shida, mwenye dhiki, unampa chakula, unampa maji, anywe, ale, ashibe. Wewe utapata bishara gani mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.